Mtendaji wa mtaa na kijiji na kata, kuanzia sasa naagiza wakurugenzi watendaji hawa, moja ya kigezo cha kumpima ni utatuzi wa kero za wananchi. La pili, kila ofisi ya mtendaji wa kata, kijiji au mtaa kuwepo na bango ukitaka usitake tutakuandikia baada ya kikao hiki, linaloeleza pale kwamba kila Jumatano ya wiki utasikiliza kero za wananchi, na tutaweka utaratibu wa kupita kuangalia bango hilo lipo halipo. Tutakulazimisha, tutakujazia watu hakuna tutakujazia watu utake usitake. Lakini lingine, kwa sababu asilimia kubwa ya kero ni ardhi, kila afisa ardhi wa halmashauri atenge siku ya Jumatano, ushiki faili lolote, tangaza na tutakuwekea bango kwenye ofisi yako, unasikiliza kero za ardhi. Wananchi wote karibuni hapo. Mheshimiwa Rais anaposema nataka kuacha tabasamu, ataliacha tabasamu kama sisi tulio chini tunatoa tafsiri halisi za kuwa karibu na wananchi na kuwasikiliza, ndio ataacha tabasamu. Sisi ni sehemu ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kuacha tabasamu. Wakurugenzi, lazima mtenge dawati la kero katika halmashauri yako. Yale yaliyotoka kwenye kata yawasilishwe haraka. Tenga siku kabisa Jumatano. Na katika haya nayosema, mimi nitakuwa na ziara za kushtukiza tu. Naamua tu kwenye mtaa fulani hivi siku ya Jumatano, nijue kama kweli jambo hili linatekelezwa. Na management, kila inapofika mwisho wa mwezi, andaeni bango kitita ya kero mlizozipokea na kuziwasilisha kwa mkuu wa wilaya. Wakuu wa wilaya, nyinyi kila mwezi mara moja unatenga siku nzima ya kusikiliza kero. Wewe itakuwa inakusaidia kuangalia umetoka kata gani, utasikia mambo mengi. Lakini lingine, wakurugenzi, kama nilivyosema, na rasi tukaimarishe mabaraza haya ya ardhi ya kata, lakini pia andaa mkutano wenye viti hawa wa mabaraza. Ukija tukiwaleta hapa utashangaa, watakwambia hawajawahi kuitwa na mkuu wa mkoa yoyote, wanasaulika. Na wenyewe wakija pale wanakueleza, wanakwambia sisi tunateuliwa, hatuna elimu yoyote ya sheria. Kwa hiyo tujengeeni uwezo na sisi tuwe na uelewa.